moyo mmoja kuweza kutufuatilia, kuweza kutusikiliza na kuweza kuwa msikilizaji mzuri sana. Tunakualika uweze kuwa wa baraka kwenye kituo hiki, kuweza kutoa mchango wako ili kuweza kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Una uwezo wasilisha mchango wako kupitia njia ipi? Ya paybill number 625625, account number ni 01245085217800, au till number ni 4561468, kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Mambo ni kama hayo msikilizaji, na hivi moja kwa moja basi tunaingia kwenye sehemu ya kuweza kupokea chemsha bonge ya siku ya leo. Chemsha bonge ya siku ya leo nimewaza na kuwazua kuhusu vile kuku anavyoatamia mayai. Yaani unavyopata kuku wako kwenye maeneo ya kuweza ama wameweza kuwasitiri vifaranga. Yaani kwa mafumbo unaweza kuona unashangaa, kwani kuna kuwaje wakati ambapo kuku anawalinda wale vifaranga ama ameatamia mayai. Katika kule kuelewa chochote ambacho labda huwezi kuwa unaelewa, jiulize kwamba kinatokea vipi kwanza yale mabawa yake ameweza kuyaweka kwenye mbao ya kuruka pale hivi. Kwa kweli unaweza pata kwamba kwa njia nyingine, ndio maana mimi huweza kuletea mambo haya na naweza kufafanulia kwa njia ambayo mimi ninaelewa. Ndio mimi hupenda kukuuliza, wewe unaona namna gani? Wewe kwenye uele wako uko namna gani? Unakiona nini kitu kama vile unakuwa na huyu ndege wakati ndege nyingine zinanunuliwa, nyingine zipo juu ya benchi, unaweza pata ziko kwenye benchi ile za zigzag na leto moja kwa moja anaingia benchi. Unapata huyu ameatamia pale, hivi ameweza kuweka kwenye maeneo kwa kwenye eneo yake la kuweza kujisitiri. Na unapata pale hivi ukiangalia vizuri ni kama wamemtoboa macho, wakachukua na vifaranga. Wewe angalia pale hivi, alafu wamemdanganya kwamba hivi sasa umeweza kuatamia. Wamemtoboa macho, wameweza kuchukua vifaranga vyake. Wewe sijui unaona nini? Unaona kwamba kuna nini pale? Ndege ametobolewa macho, vifaranga vimechukuliwa, alafu wametengeza pale vijibao, kijimbao pale hivi wameweza kuweka pale. Ndege kwa kawaida ama ndukuku wakati wako kwa kawaida uweze kuwa ni kazi yake ni kuatamia mayai, kuweza kuwasitiri vifaranga vyake. Hapa yani ametobolewa macho, alafu ukiangalia vizuri haje ameweka kwenye mbao. Yani kwa mfano ni kama anatamia mayai. Ni kama anawasitiri vifaranga. Hamna kitu pale. Vifaranga wamemwekea mbao akumbatie kama vifaranga, na wametoboa macho. Yani pale hivi wamemchanganya. Wamemtoboa macho ili asiweze kuona, na wamemwekea pale mbao. Sijui kama unanipata ama unaelewa. Hii picha ukiangalia vizuri wewe unaona nini? Kikuku wakati wote huwa inaatamia vifaranga, inakumbatia wale vifaranga, inaatamia mayai, na lazima aweze kuwa macho. Hapa sasa waliochukua mayai, waliochukua vifaranga, wameweza kuweka pale mbao na kuchukua ile mabawa yani yamekumbatia mbao. Sijui kama unaona nini. Anataga mayai, lakini mayai yale wanao uwezo wanachukua na kuweza kupeleka. Wanamwekea pale namna gani? Wanamwekea pale hivi mbao. Wengine anaweza kuweka pale matofali badala ya mayai. Unaweza pata pale wameweka matofali badala ya mayai. Hata niseme hivi, kuna wakati ambapo unaweza pata ndege mpya zimenunuliwa na serikali. Ndege zingine zipo juu ya mawe. Wacha sasa nikulete sasa vizuri. Kuna vijimambo ambavyo vinafanyika kwenye mataasisi tofauti. Unapata kwamba wanaleta ndege mpya, alafu baadaye wameweka ndege zingine ambazo zingefanywa urekebisho, ambazo labda hata zilikuwa na kasoro kubwa. Unapata zile ndege zimewekwa kwenye mawe, alafu inakaa ni kama haifanyi kazi kabisa. Baadaye unasikia hili gari naona limekaa hapa kwenye mawe sana, mnaweza nisaidia ama mnipatie? Na ni pesa za ushuru wa wananchi. Unapata lile linachukuliwa kama linaenda kutupwa, kumbe
walioweka kwenye mawe wanaelewa sana vizuri kwamba hiki chombo kingali kizuri, lakini kwa sababu ya tamaa zao watahakikisha kwamba kile kitu hakifanyi kazi. Ili baadaye waweze kukinyakua. Baada familia, ila binadamu wanamchukulia mayai yake, alafu baadaye wanamwekea mbao. Yaani unapata wamemwekea kuku mbao, wamemwekea kuku matofari. Kuku kazi yake ni kuzalisha vifaranga, kazi yake ni kuweza kuagua vifaranga. Wewe umeweza kuwekea mbao kwa sababu ya tamaa ya kutaka kukula leo. Yaani unataka kukula leo mayai, basi unaamua sasa pale mimi nitaweka mbao, pale nitaweka mawe, nitaweka matofali, kwa sababu ya tamaa ya leo. Na hivyo ndio watu wengi sana wamechelewa kwenye safari zao za maisha. Mahali ambapo walikuwa wanahitaji mawe yasiwekwe, hapo ndipo wameweka mawe. Wanahitaji kwamba hivyo vifaranga viweze kuaguliwa, pale wameweza kuweka mawe. Yaani wamekula mtaji ambao ungeweza kuwatoa. Wamekula mtaji. Kuna watu ambao wameweza kuchukua mbao makubwa sana. Mungu anataka kuwafikisha mbali sana, lakini wamechukua mbao. Mayai wameweka mbao. Badala ya kuweka mayai wameweka motofari. Yaani sasa naweza sema namna hii kwa kifupi. Bata inaweza kuwa ni serikali, mbao wanaweza kuwa ni wananchi. Bata katamia mbao badala ya mayai. Ametalimia tu mbao badala ya mayai. Hapo serikali inakumbatia vitu tofauti na wananchi wanavyotaka. Unaweza pata wananchi wanataka hivi na serikali inakumbatia vitu tofauti, ama serikali inataka hivi, wananchi hawashikanishi, hawaelewi kabisa. Badala ya kuweza kuungana kuna vitu vitakupita na wakati ambapo unahitaji kuweza kuvikumbatia. Katika uchumi leo hii, hata nizungumzia kwenye taifa la Kenya, wakati ambapo rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa anaweza kujenga ile Southern bypass, sijui Northern bypass, sijui nini, zile barabara zinalipiwa na ili kuweza kuwa na msongamano kwenye jiji kuu. Kuna watu ambao waliweza kuwa na kashifu. Leo hii yeye ameritaya, hatumii labda hata hiyo barabara, ni watu wengine wanatumia hiyo barabara, wanafika kwa wakati ambapo wanaenda. Ni kwa sababu ni serikali na miaka yake ikifika ataondoka. Lakini kwa sababu hata kwa kijambo nzuri unapata kuna upinzani ndani. Unapata ndani ndio kuna upinzani. Mtu ameweka kwa masikio na mdomo na kila kitu kupinga. Kuna watu ambao uridi ambao walitengenezewa kila kitu, wakaekewa kwa meza hadi wanalishwa kwenye vijiko. Na kuna wengine inabidi waende na sio mtoto wake, paka na watoto. Properties inheritance. Kuna watu ambao maswali na kizazi ambacho kinakuja wakati ambapo wamezeeka. Na by the way, watu wakikimbia huku unafanya hebu tupatie kidogo story. Watu wakikimbia ulikuwa unafanya? Kwa sababu mtu ameatamia kwenye mbao. Shetani amemkubali, amekubali shetani aweze kumpatia mbao. Anataka kuwa uweze kuwa oppressed. Miaka yote uweze kuendelea kuwa oppressed, ukilia, ukihangaika. Shetani hataki ufurahie kuweza kuwa kwenye habari. Na ndio maana anakufinya kila siku ili usiweze kuendelea. Anakufinya kwenye mawazo, anakusukumia ugonjwa, anakusukumia mashida. Umelalia
wakati ambapo Mungu ananipatia ujumbe, ndio maana nimeleta chemsha bongo ikiwa nimechelewa. Imechelewa kwa sababu gani? Yani nilikuwa najaribu kuangalia Mungu ananipatia mawazo yapi na maneno yapi ya kuweza kusema, kwa sababu script ndio hii nimeiandika, lakini nitaisema namna gani? Kwa sababu kuandika na kuweza kuandaa ni kitu tofauti, na kuweza kulisha watu pia ni kitu tofauti. Nilikuwa nataka kuachilia ikuwe ya wiki ijayo, lakini Mungu ananiambia hapana, wewe sema leo. Unalala paka, yani paka mbao inakufinya Mungu anataka uweze kuondoka, lakini shetani amekushort change, amekubadilishia mayai, amekuwekea mbao. Kwenye taifa la Kenya, rais ambaye yuko mamlakani chaguliwa na anahudumu kwa kipindi chake cha miaka 5 kwa sababu ya uongozi ambao wananchi walimpatia. Walimchagua na mapema. Zaito nini? Nyumba za boma, boma yetu. Alafu unasema hapana, hapana, hiyo ni mambo yao. Kuna watu wananunua Ruto kumi bila break. Campaign slogan. Huyu atasema 10 bila break PKBB, huyu atasema wanta. Ako na nyumba nyingine Narok. Haizi na nyumba Narok. Unapiga mtoto. Unajua wakati mwingine huwa natazama vitu na viangalia kwa macho mengine pia, najiuliza Mungu atusaidie sana tuweze kuwa na macho ya rohoni. Ukiwa mawazo namna hiyo, wewe ni mtumishi ambaye ni wa serikali, unasema unalalamika, wanatukata sana, enda be sensitive in the spirit. Najua kuna vitu zingine watu wanafanya, watu wanashindwa namna gani. Tengenezea nafasi, sio tena wewe umekimbia mbio, tena watoto wako wakuje kwanza kukimbia mbio, wakati ambapo watu wanapokeza vijiti pale mbele, watu wakikimbia. I love my mother the way you used to say, banagura ku wagenda ku nibi ikara ku niba moroma ku no be mazisa nibi inuka ku. Alafu hiyo vitu hiyo kwanza imejengwa aje? Hapana, na kadhalika. Unalalia mbao, umekubali kabisa kulalia mbao, wakati ambapo inabidi uweze kulalia mayai. Kulikuwa na minongono ikizungumzwa kuhusu sijui SHA ifanyi kazi na kadhalika. They talked about those things. Na hakika ukiwa na uwezo kabisa ukuingia SHA, wewe ingia tu SHA. Wewe ingia SHA. Hata wakiwaambia hapo hivi sijui minimum inalipa ni 600. Jiregister, hata kuregister unashindwa kabisa kuregister tu, utoke kwa ile NHIF uingie kwenye hii inaitwa aje hii? Inaitwa SHA. Uingie tu pale hivyo utulie. Unaweza shindwa kulipa monthly, lakini kuingia tu pale tu kwa unaonekana kweli ulibisha hudi na ukaingia, ulikuwa na nia. Unalalia
unajua kuna vitu ambao walikuwa wanasema, hey, twende tuwe mama. Watu wa vijana wawili walikuwa wanazungumza. Mwingine anasema hapana, ni kweli. Huyu akaenda kufunikia, mjinga akaenda kuua. Alafu pikiwa na mama yake, akiingiza na shopping anapikiwa, akiendelea kunona, na huyu mwingine anazidi anafikiria basi ile dili waliopozungumza ilikuwa serikali ambazo ni nzuri, kumbatia, kimbia nazo. Hata kama nikakustudio, kunaweza kuwa umekatafuta pale, wewe tafute ka studio, wewe ingie ndani unyamaze, useme kwamba kwa bidii ambayo nilikimbia nilifanikiwa kuweza kupata tu aka studio. Hata kama kanaka kama choo, lakini kako mbali na vijijini. People are doing things, na wengine wanadanganywa. Na wanakubali kudanganywa. Mijadala nikitolewa kwenye radio na maruninga, hauzungumzii ubora. That's why we are here to impact you, to empower you, and to inspire you. It is my prayer that God atupatie frequencies, tupasue mbarika. It is my prayer. God, we stand at the other side of the fence. We give you ideas za kusaidia uweze kuondoka. We are one. We know. Tunasema kwamba maisha yetu, utamaduni wetu. Sema ni kwa sababu ni slogan, hadi kwamba maisha yetu, utamaduni wetu. Sio kwamba unasema kwamba hapana, mambo yetu, masafari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu, ama imani yetu. Tunajua katika huyu tuna, and we are sharing. Ametusaidia, vitu na tunaibu, kwa sababu tunajua ni neema za. Alafu sasa unaangalia ukiwa kwenye position ya kuweza kuingia kwenye boma, ingia hapo kwenye boma, changia. Wacha kusema labda unachangia, sijui shamba ilinunuliwa saa ngapi, contractor ni nani, inaje hiyo nini? Unaona kwamba Rais Ruto atabeba hizi nyumba zote, abebe kwa mgonga, yakimbie nazo, aende nazo ni Sugoi. Waendelea kudanganya watu, wakiendelea kuishi vizuri. Mtu wako na choo 10 kwa nyumba, analala kama alafu anakuja kukupigia siasa kwenye mikutano, wewe unafuata. So at least ujipateko tu umeingia kwenye mahali ambapo ukiingia unalala kama mzungu. Unapiga makofi kabisa, unapiga makofi na umelalia mbao. Wanachukua idea za kulalia. Hata serikali inakuja na policy. Serikali kifaulu maisha meche. Oh my God, nisaidie sana. Mimi nikanyage katika ardhi ya Marekani. Na kitu ya kwanza ni kupiga magoti na kulia. Kwa sababu the status itakuwa imechange. I have friends in America, I know what I'm speaking about. Mtu ameingia Marekani, haizi akiingia kwenye taifa lake la uzawa, haizi kuwa kama watu ambao ni wa kutoka. Hata wewe ambao uko kwenye mji, ukifika vijijini, mindset yako imebadilika. You behave in a different way. Au behave kama wale watu ambao walizaliwa kijijini, wakakaa kijijini, wakaoa kijijini, watakufa kijijini. Hapana. Mindset yako inabadilika, the way you view things. Be sensitive in thinking, be sensitive in acting. Wakati ambapo unaona vitu vinafanyika, policies zikikuja kwa wakati huo, hizo policies zikuja, kimbizana nazo, kwa sababu kuna wakati ambapo hazitakuwa. Kuna vipindi fulani nilikuwa nachukua loan sana wakati ambapo nilikuwa nimeajiriwa. Watu walikuwa wanaogopa percent za loan, kuchukua loan. Wanasema hapana, haiwezekani.
Wakati ambapo ilikuja hata kampuni sasa haiwezi kukupatia guarantee, haiwezi kuwa guarantee. Wale ambao watu wanaendelea na kampuni kufanya kazi hapo, access loan is a huo mshahara wako na maisha utatoboa. Unahitaji kwanza kufanya vitu ambavyo vinaitwa enda na wakati. Kampuni inaposema wewe mimi ni guarantor, na kuwa guarantor kwenye kwa sababu ya wewe kuweza kujifaidisha na kusonga mbele, kimbia nayo. Kwa sababu kuna vipindi ambavyo vinakuja kampuni haiwezi kuwa guarantor wako unapoenda chukua loan kwenye banki. Kwa sababu kipindi hicho kilipita. Hiyo neema inapita. Neema inakuja, kimbia na hiyo neema. Ni kuomba Mungu kumwambia kwamba nisaidie niweze kujua sehemu yangu. Sehemu yangu ni gani ya kuweza kutembelea ndani. Unakuwa very sensitive in the spirit. Unasikia Mungu anazungumza namna gani. Wakati mwingine Mungu anapozungumza watu wengine huwa wameshiba, wamelala, wamelalia mbao. Hata anapozungumza anakupatia kawazo, ka vision, ka kukimbia nao uelewi. Unaamka asubuhi unaona kama ulikuwa unapigwa makofi. And God spoke. Alizungumza lakini wewe ukusikia. We have a problem in hearing, but God doesn't have a problem in talking. Mungu anazungumza. Hata leo hii anazungumzia mtu kitu, lakini kwa sababu kwenye maeneo ambayo iko kelele mingi haizi akasikia. Anaendelea kulalia mbao tu. Anaendelea kulalia mbao. Polisi zikitokezea za serikali, tazama, wacha kuweka upinzani. Sikiza hiyo polisi inasema namna gani, alafu baadaye enda jiite kama mkutano, ambia Mungu unazungumza nini kwa sababu ya hii. Alafu kimbia naye. Hata kama utafaulu kupata pesa ya kununua, lakini jiingize tu ndani, unyamaze tu ndani hapo hivi. Samaria anaweza pita tu aseme acha nibebe uniwe kwenye punda. Kwa sababu mwingine anaweza pita waweze kuona amepigwa akapita kando, wengine Samaria anaweza by the way, Samaria anaweza pita aseme bwana wacha huyu. Wacha huyu apande kwenye punda, twende. Kwa sababu umejitosha, umetoka kwenye usingizi, uko kitandani, uko kwenye stage. Hata kama uendi safari, uko kwenye stage. Na umevalia mtu ambaye anaenda safari. Utapata mwenye atabaki anasema bwana ulikuwa unaenda wapi tutembee? Mnanorosha mkienda pamoja mkipiga story. Hata ni mazao kusema the year that the Lord has given you, you have to arise and shine. Jaribu. Wacha kukufa ukiwa umepiga magoti. Afadhali ufe kama umesimama ukipambana. Kufa kama umesimama, kama unapambana, sio kama umepiga magoti na bakuli ya kuomba. Try your best. Na Mungu anaangalia kwenye mawazo, anaona this person is matured to the next level. Anakuangushia. Nafikiri hiyo ndio labda ilikuwa ndio chemsha bonge ya siku ya leo. Imenichukua muda kufikiria. Hii script niilete, niongeze hapa. Imenichukua kama dakika 30 kufikiria. Kwa sababu kuna vitu vingine unaweza kuwa unataka kuvitoa leo, Mungu anataka uitoe mwaka kesho. Na hivyo mimi ndio huandaa vipindi. Lakini hii imenisumbua sana kimawazo. Lakini Mungu ananiambia bwana, hiyo ndio ya saa hii. People are joking. Watu wanacheza. Serikali ambayo unaipata iko na makusudi. Angalia hiyo makusudi ni yapi? In the spirit. Then move with the speed. Kimbizana na wakati. Kwa sababu muda, wakati na majira inawapata watu wote. Lakini kuna wengine ambao wamelalia mbao. Na shetani ndiye amekubali, ameweza kuwa short change, ameweka pale mbao. Alafu mtu analalia mbao, anaona kwamba kwa vizuri, umefinywa, uangalii, umetobolewa macho. Na kitu ya kwanza shetani wanafanya na kutoboa tu macho yako. Samson alitobolewa macho. Alitobolewa macho. Hiyo ndio chemsha bonge.